Wachezaji wa klabu ya Al Ahly ya pale Misri wameweza kukatwa 30% ya mishahara yao. Hii imekuja baada ya klabu ya Al Ahly kuweza kupoteza mchezo wao wa 2-1 dhidi ya El Gaish. Na taarifa kutoka ndani ya klabu hiyo ya National Al Ahly imeweza kuwapa adhabu wachezaji hao ya kuweza kukatwa 30% ya mishahara yao, ikiwa ni fidia ya uzembe ambao wameweza kufanya juu ya mwenendo mbovu wa matokeo ndani ya timu ya National Al Ahly. Pia amepewa onyo kocha mkuu wa timu hiyo Jesse Thorpe, ameweza kupewa onyo kulingana na mwenendo mbovu wa matokeo ndani ya National Al Ahly. Wao viongozi wameweza kumwambia kwamba ikitokea asipoifikisha timu yake hatua ya nusu fainali ya mashindano ya CAF Champions League, kibarua chake kitaweza kuota nyasi. Kwa hiyo ni taarifa ya Al Ahly wapo serious kweli kweli baada ya kuweza kupoteza mchezo kwa 2-1. Wachezaji moja kwa moja wameingia kikangoni kwa kuweza kupewa adhabu ya kukatwa 30% ya mishahara yao, huku kocha Jesse Thorpe anaye akiingia kwenye kibarua kizito baada ya kuonekana kwamba timu yake ina mwenendo mbovu wa kimatokeo. Kwa hiyo amepewa onyo au last chance au nafasi ya mwisho kuweza kujiuliza na aweze kufanya vizuri. Lengo kuu ni kuweza kuifikisha hatua ya nusu fainali klabu ya National Al Ahly. Hiyo ndo itakuwa njia yake ya kuweza kusalia kwenye klabu hiyo. Akishindwa kuweza kuifikisha klabu ya National Al Ahly kwenye hatua ya nusu fainali ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, klabu hiyo imetangaza kwamba itaweza kumwachisha kazi. Taarifa nyingine ambapo kocha mkuu wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba Abdelhaki Benchika, ambaye alishawahi kukifundisha kikosi cha USM Alger pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba, taarifa zinaeleza kwamba atajiunga na AR Tanga kuwa kocha mkuu, na hiyo timu ya AR Tanga ni timu ambayo inashiriki ligi kuu ya pale nchini Morocco. Na kimataifa, moja kwa moja tuangazie michezo ya UEFA Champions League ambayo iliendelea kwa hapo jana na michezo mingine ambayo itaweza kuendelea hii leo. Mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo wa Atletico Madrid dhidi ya Tottenham Hotspur, na Atletico Madrid wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani wakaibuka na ushindi mnono kweli kweli kwa mabao 5-2, Tottenham Hotspur wakiloa kweli kweli. Mchezo mwingine ulikuwa ni Atalanta dhidi ya Bayern Munich. Bayern Munich wakatoa pigo kizito, pigo heavy kweli kweli, ushindi wa bao 6-1. Mechi ambayo ilikuwa ni ya Galatasaray dhidi ya Liverpool wakiwa ugenini wakaweza kupoteza kwa bao 1-0. Mchezo mwingine ulikuwa ni Newcastle dhidi ya FC Barcelona, ambao mchezo uliweza kupigwa kwenye dimba la St James Park kwenye uwanja wa Newcastle, ambapo Barcelona walilazimisha kuweza kutoa sare baada ya kuweza kufunga goli la kusawazisha dakika za nyongeza, penalty ambao iliweza kufungwa na bwana mdogo Lamine Yamal. Taarifa nyingine hii leo ni kuhusu Kylian Mbappe ambaye alikuwa na injury, na Real Madrid wameweza kuthibitisha amesharejea ndani ya kiwanja kufanya mazoezi, lakini hayuko fiti kuweza kucheza kwenye mchezo wa hii leo wa Real Madrid dhidi ya Manchester City, ikiwa ni UEFA Champions League. Na tukitoka hapo tuende taarifa nyingine ambayo ni michezo ya UEFA Champions League usiku wa hii leo, ambapo Bayern Leverkusen majira ya saa 2:45 wataalika The Gunners Arsenal, huku PSG vs Chelsea majira ya saa 5 kamili. Vita ya hawa wababe wawili. Msimu uliopita PSG alinyang'anywa kombe kibabe kweli kweli na Chelsea, na mchezo mwingine utakuwa ni Bodo Glimt dhidi ya Sporting majira ya saa 5 kamili, huku mchezo wa funga kazi, mchezo ambao utakuwa unavutia kweli kweli, ni UEFA Champions League derby kati ya Real Madrid dhidi ya Manchester City. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 5 kamili kwenye dimba la Santiago Bernabeu, dimba ambalo limekuwa gumu kweli kweli kwa wapinzani kuweza kuchomoka. Hii ni Fry Sports TV, usisahau kutufollow, kulike na kucomment, kwa sababu utakuwa mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa mbalimbali, update ambazo tutakuwa tukizipandisha kwenye channel yetu ya Fry Sport TV. Kwa kuongezea zaidi, utakuwa unanufaika ukiweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Utanufaika kupata makala mbalimbali, historia mbalimbali za wachezaji ndani ya Afrika na nje ya bara la Afrika. Mimi ni Gerald Isaac Majaliwa, uwe na wakati mwema.